Ujerumani inaamini kwamba Urusi ina mbinu nyingi za kutaka kudhoofisha mataifa makubwa ikiwa ni pamoja na Marekani. Wakati huu ambapo rais wa Marekani ameamua kuonyesha ushirikiano na Urusi, Ujerumani imeionya Marekani kutokana na mbinu ambazo Urusi inazitumia. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock, ambaye aliwasili Kiev siku ya Jumanne katika kuonyesha uungaji mkono wake kwa Ukraine, ambapo ameituhumu Urusi kwa kupoteza muda huku akionya Marekani juu ya mbinu za Urusi. Ziara hiyo imefanyika baada ya wanadiplomasia wa ngazi za juu wa Ulaya kuthibitisha kuunga mkono thabiti uhuru wa Ukraine, mamlaka yake na uadilifu wa eneo la nchi hiyo. Baerbock, ambaye amewasili Kiev katika ziara ambayo haikutangazwa hapo awali kutokana na sababu za kiusalama, alialikwa na waziri mwenzake wa Ukraine Andriy Sybiha. Baerbock, ambaye awali alikuwa Poland ambapo alichukua treni kwenda Ukraine, ameionya Marekani kutokubali na kushawishika juu ya mbinu za rais wa Urusi Vladimir Putin katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwanzoni mwa ziara yake ya kuaga, Baerbock alisema Putin anapoteza bure wakati kwa kuwa hataki amani na anaendeleza vita vyake haramu vya kiuchokozi. Kulingana na mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Ujerumani, nchi yake imeahidi kutoa dola milioni 140 zaidi katika msaada wa kiutu na kwa ajili ya kuimarisha utulivu kwa Ukraine ili kukabiliana na mashambulizi ya Urusi yanayoendelea. Baerbock amesisitiza utayari wa Ukraine kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano mara moja. Baerbock amewatolea wito mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya kujihamia NATO watakaokutana baadaye wiki hii mjini Brussels kusisitiza ujumbe wake kwa Marekani kwamba wanapaswa kutojihusisha na mbinu za Putin ambazo zimekwama. Baerbock anaamini kwamba mbinu za Putin zimekwama na kwamba haziwezi kufanya kazi. Mkuu huyo wa diplomasia wa Ujerumani amepongeza ujasiri wa watu wa Ukraine. Hii ni ziara ya 9 ya Baerbock nchini Ukraine kama waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani tangu kuanza kwa vita mnamo mwaka 2022. Huenda ikawa ziara yake ya mwisho kama waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani kwa sababu nchi hiyo sasa inatarajia kupata serikali mpya ya mseto kutokana na uchaguzi uliofanyika mwezi Februari mwaka huu, na pia amependekezwa kuwa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ama kwa upande mwingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wamethibitisha mshikamano wao thabiti kwa uhuru wa Ukraine, mamlaka yake pamoja na eneo zima. Hayo waliyaeleza katika mkutano wao uliofanyika kwenye mji mkuu wa Uhispania Madrid, ambapo mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisisitiza umuhimu wa matumizi katika ulinzi wakati wa kusaka amani. Anasema, tunakuwa na nguvu tunapoungana pamoja. Ninaamini kitisho cha Urusi ni kitisho halisi cha kijeshi. Kinaweza pia kuwa imara kwenye nchi nyingine, lakini tuna mshikamano kati yetu. Wawakilishi wa Uhispania, Ufaransa, Poland, Uingereza, Ujerumani, Italia na Ukraine wamesisitiza katika taarifa ya pamoja kwamba Ukraine inaonyesha nia yake ya kupatikana amani kwa kukubali kusitisha vita bila masharti. Mkutano huo ulifanyika ikiwa ni siku ya kumbukumbu ya miaka 3 tangu mauaji yaliyofanywa na Urusi kwenye mji wa Bucha kwenye viunga vya mji mkuu wa Ukraine. Kiev ilihudhuriwa pia na kamishna wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya Andrius Kubilius. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.